Mwenyezi Mungu, maana mambo mengi yanatendeka, mambo mengi yanawapata wengine wetu, lakini Bwana umezidi kuwa mwema upande wangu na upande wako, ndiposa hata wakati huu uko jinsi ulivyo, ni kwa sababu ya Bwana. Praise God. Najua mtu anaweza kusema sioni kila ambacho sababu ya kunifanya nishukuru, lakini hakika sababu za kumshukuru Mungu ni mingi sana. Praise God. Tunaweza kusema naweza kosa muda wa kushukuru kwa sababu ya kushukuru yale Bwana amenitendea ni mengi. Siwezi nikahesabu nikayamaliza. Sina muda ni mchache. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini hawezi kusema siwezi kuona sababu ya kumshukuru Mungu kwa sababu sioni kila amenitendea. Bwana amekutendea. Kwa jinsi ulivyo ni Bwana ametenda. Kwa mzima na afya ni Bwana ametenda, kwa sababu kuna wengine hawana uzima, hawana afya ndani yao, lakini sisi Bwana ametutendea. Tuna sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Amen. Kwa muda mchache mfupi tutaangalia mambo ambayo tulikuwa tunajifunza tangu mwanzo wa mwezi huu kuhusu haki, righteousness. Na Jumapili iliyopita tuliona faida za kuwa mwenye haki, na tukaona ya kwamba tukiwa wenye haki mbele za Mungu tunawekewa ulinzi. Praise God. Tukiwa wenye haki, tukikaa katika mapenzi ya Mungu na kumtii Mungu na kufuata maelekezo ama amri ambazo tunapewa na Mungu, Bwana anatuwekea ulinzi kama watoto wake. Bwana Yesu apewe sifa. Na ulinzi ambao Bwana anaweka katika maisha yetu na vitu vyetu, sio maisha yetu peke yake, bali anaweka ulinzi kwa maisha yetu na vitu vyetu. Na tuliona katika kitabu cha Ayubu, tukajifunza, tukaona ulinzi ambao Bwana alimwekea Ayubu, kwa sababu Ayubu alikuwa mtu mwenye haki machoni pa Bwana. Tukaona Bwana aliweka ulinzi juu ya maisha yake na vitu vyake vyote alivyokuwa navyo. Na tuliposoma katika kitabu hicho, tunaona hayo maneno shetani mwenyewe anashuhudia kwa Mungu akisema, ni kwa sababu umeweka ulinzi juu ya maisha yake na vitu vyake vyote, hata ndiposa huyu mtu anakupenda. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kwa sababu ya ulinzi ambao umeweka, ni kwa sababu umemzingira na ukuta, ndio maana huyu mtu anakupenda. Lakini hakika ni kwamba Ayubu alikuwa ni mcha Mungu. Praise God. Alimpenda Mungu kwa moyo wake wote. Alimpenda Mungu kwa akili zake na nguvu zake zote. Sio kwa sababu ya vitu alivyokuwa navyo vilivyomfanya apende Mungu. Praise God. Maana Mungu angejua kwamba Ayubu anampenda kwa sababu ya ulinzi ambao amemwekea, kwa sababu ya vitu ambavyo amempa, huenda Mungu angemruhusu shetani akamtembelea Ayubu. Praise God. Lakini Mungu alikuwa na uhakika. Mungu alijua moyo wa Ayubu, akaona Ayubu, huyu mtu hakika ni mtu ambaye ananipenda kwa moyo, sio kwa sababu ya vitu. Ndiposa Mungu, kwa sababu ya shetani, anatafuta jinsi ya kumpata mtumishi wa Mungu, jinsi ya kumdunisha mtumishi wa Mungu. Naye Mungu, kwa sababu anajua Ayubu, akamwambia sawa basi, nimekupa ruhusa, lakini usikuse roho yake. Vyote viko mikononi mwako, sasa nimekupa ruhusa. Na tukajifunza, tukaona ya kwamba kuna mambo mengine yanatendeka maishani mwetu, na yanayotendeka ni Bwana ameruhusu yatendeke. Praise God. Bwana ndiye anaweza kuruhusu jambo litendeke katika maisha yako, liwe libaya au liwe lizuri, kwa sababu yeye ndiye ana uwezo tena wa kuruhusu
jambo lolote litendeke kwako. Praise God. Na tunaona hayo kwa Ayubu. Ni Mungu ndiye aliruhusu Ayubu awekwe katika mtihani. Ni Mungu aliruhusu. Na hata sisi wakati mwingine Mungu anaweza kuruhusu mambo yetu tendeke. Lakini je, imani yetu iko wapi? Praise God. Je, tumaini letu tumeweka wapi? Weka tumaini lako kwa Mungu. Weka imani yako kwa Mungu. Weka tumaini lako lote kwa Mungu. Na unapoweka tumaini lako kwa Mungu, hakuna kitakacho kuondoa katika pendo la Kristo. Praise God. Leo tutaangalia vitu vitatu ambavyo inatupasa tuangalie kutokana na haki ama righteousness. Na kitu cha kwanza ambacho tutaangalia siku ya leo, tutaangalia justice. Praise God. Justice tusema haki. Kufanyiwa haki, kufanyiwa justice, kufanyiwa haki, kutendewa haki. Justice. Bwana apewe sifa. Justice. Kufanya haki. Na Mungu anapendezwa hilo sana. Naposoma katika kitabu cha Mika chapter 6 verse 8. Mika chapter 6 verse 8. Mungu anapenda watu wa kufanyia wengine haki, kwa sababu yeye ni Mungu mwenye haki. Our God is God of justice. Na anataka kuona watu wake wakiwa wanatendea wengine haki. Unaposoma katika kitabu hiki Mika sura ya 6 mstari 9, the Bible says, He has taught you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justice, and to love kindness, and to walk humbly with your God. Nani hapo na Biblia ya Kiswahili? Atusome katika lugha ya Kiswahili. Aliye na Biblia ya Kiswahili, ningependa tusomee Mika sura ya 6 mstari 8. Tumesoma katika Kiingereza na tusikie katika Kiswahili hili ndugu wetu kutoka upande wa Tanzania aweze kupatana na sisi, tusimwache nyuma. Praise God. My friend, praise God. Amen. Umekalia mbali sana. Amen. Tusome lugha ya Kiswahili kwa sababu ya ndugu Charles. Mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema. Yes. Na Bwana anataka nini kwako? Yes. Ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako, udanganyifu na udhalimu kwa Amen. Acha nirudie. Rudia tena. Mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema. Na Bwana anataka nini kwako? Ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako, udanganyifu na udhalimu kuadhibiwa. Amen. Tunasema, ewe mwanadamu, Bwana amekutenda mema. Praise God. Bwana amekutenda mema. Bwana amekuonesha uzuri wake. Bwana amekuonesha ukarimu wake. Na ni nini anachotaka kwako? Praise God. Mwandishi anasema, Bwana amekutenda haki
Lakini ni nini ambacho Bwana anataka kutoka kwako? Anasema Bwana anataka wewe uwe mwenye haki, uwe mtu wa kutenda haki. Praise God. Na kutembea kwa unyenyekevu na Mungu wako. Obedience. To humble yourself before God. To walk humble before your God. Praise God. It means that kutembea katika utiifu. Bwana apewe sifa. Kutembea katika utiifu kwa kutii yale Bwana anakuhimiza ufanye. Unapoangalia ulimwengu wa sasa ambao tunaishi, wewe unaona kama watu wanatendeana haki? Praise God. Kulingana na ulimwengu wa sasa, haya yanafanyika? Hayafanyiki. Kwa sababu gani? Watu wamekuwa wenye viburi, watu wamekuwa wenye majika, watu wamekuwa wenye hawana moyo wa huruma. Ndipo Biblia inasema ya kwamba Bwana anataka wewe mwenye haki na uoneshe rehema kwa wengine. Have mercy to other people. Praise God. Lakini kulingana na ulimwengu wa sasa, hayo hayafanyiki. Watu hawana huruma kwa wengine. Bwana apewe sifa. Kila mtu na maisha yake. Kila mtu na maisha yake. Mungu ni wetu wote. Praise God. Kila mtu na maisha yake. Mungu ni wetu wote. Praise God. Haiendi namna hivyo. The Bible says that love your neighbor as you love yourself. Na hiyo ndiyo dhihirisho ya kwamba unampenda Mungu. Unaposoma katika kitabu cha 1 John chapter 4 verse 7, inaongea haya kuthibitisha ya kwamba unampenda Mungu na wewe kumpenda yule ambaye unamwona aliye karibu na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inaendelea kusema katika kitabu hicho ya kwamba hawezi kusema unampenda Mungu ambaye hauoni, usiyemwona, ili hali unamchukia ndugu yako unayemwona siku zote. Praise God. You can't love God if you hate your brother ambaye unamwona siku zote, ambaye unaishi na yeye siku zote, ambaye unakaa na yeye siku zote. Dhihirisho kwamba unampenda Mungu, you must express your love to others. Show your love to others. Kwa sababu Mungu ni upendo. Mungu ni pendo. Lazima sisi tulio watoto wake nasi tuwe na pendo ndani yetu. Utasemaje unampenda Mungu ili hali wewe una chuki na wengine, hauna upendo kwa wengine, hauoneshi upendo kwa wengine? Na katika kifungu hicho Biblia inaendelea kutufunulia ya kwamba kwa sababu ya upendo wa Mungu kwa wanadamu akamtoa mwanawe Yesu Kristo. Praise God. Yeye alidhihirisha upendo wake kwa wanadamu kwa kutoa Yesu Kristo ili hafe kwa ajili yako na wewe na yeyote atakayemwamini. Praise God. Kwa sababu ya upendo. Wewe na mimi tunaonesha upendo wetu namna gani? Tunaonesha upendo wetu namna gani? Bwana apewe sifa. Upendo. Wakati unaeleza kuhusu upendo ama explain the meaning of love. Love is patient. Praise God. Love is patient. Love is kindness. Love is not jealous. Praise God. Upendo ni uvumilivu. Upendo ni rehema. Upendo sio wivu. Praise God. Love. Hivyo ndivyo Mungu
alitupenda na anatupenda. Anatupenda tu hivi. Anatupenda kwa upendo wa ajabu. Nasi tulio watoto wake, inatupasa tuishi katika upendo. Tuoneshe rehema kwa wengine. Mungu alikuwa anaongea na wana wa Israeli kupitia nabii Mika ya kwamba yeye amekuonesha wema, ndio amekulinda, ndio amekupa afya, ndio amekuhifadhi, ndio amekuwezesha. Hayo yote Bwana ametenda kwako. Je, anataka nini kwako kama mwanadamu? Anataka uwe mwenye haki kwa wengine. Fanya haki kwa wengine. Onesha rehema kwa wengine. Na utembea katika unyenyekevu na Mungu. Praise God. Hayo tu ndio Bwana anataka. Justice, only justice. Justice. Na Bwana anachukia watu ambao hawatendei wengine haki. Bwana anachukia. Na ulimwengu ambao tunaishi kwa sasa hivyo. Tunaomba Bwana atusaidie. Haki haipo. Watu wanateseka kwa kutotendewa haki kwa sababu ya ufisadi. Praise God. Kwa sababu ya ufisadi. Wenye mali na fedha wanatumia vitu vyao kunyanyasa maskini, kunyanyasa wale ambao hawana. Na hayo ni machukizo kwa Mungu. Hayo ni machukizo kwa Mungu. Bwana anataka watu watende haki. Bwana Yesu apewe sifa. Yeye ni mwenye haki. Na kupitia kwa damu ya Yesu Kristo na kuamini tulifanyika wenye haki. Bwana apewe sifa. Kama tulifanyika wenye haki, inatupasa tuwe wenye haki. Let us practice justice as we live in this world. Because tukikosa kuwa wenye haki, tunamchukiza Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Tendea watu haki. Tendea watu haki. Naomba tusome katika kitabu cha Hosea. Hosea chapter 12 verse 6. Hosea chapter 12 verse 6. Ili tuwe wenye haki, lazima tutende haki kwa wengine. This past my time. Tuangalie katika Hosea hapo malizia ili tuingie katika kipindi cha maombi. Hosea chapter 12 verse 6. Tusomewe katika lugha ya Kiswahili. Basi mrudie Mungu wako, shika fadhili na hukumu, ukamngojee Mungu wako daima. Hiyo mic haiongei. Basi yes, mrudie Mungu wako, shika fadhili na hukumu, ukamngojee Mungu wako daima. Basi mrudie Mungu wako, yes, shika fadhili na hukumu, ukamngoje Mungu wako daima. Amen. Ya Kiingereza inasema, umesoma Hosea chapter 12.
Yes, Hosea 12:6. So you, by the help of your God, return hold fast to love and justice, and wait continually for your God. So you, by the help of your God, return, hold fast to love and justice. Love and justice. Hold fast. Shika. Hama, huzingatia upendo na haki. Praise God. Return. Anasema kwa msaada wa Mungu mrudie. Shika upendo ama zingatia upendo na haki na umngojee Bwana. Praise God. Upendo na haki. Upendo is the main key ya mambo yote. Love is the main key. Upendo ndio msingi wa mambo yote. Maana pasipo upendo hakuwezi kukakuwa na haki. Praise God. Pasipo upendo hakuwezi kukakuwa na haki. Ndio Biblia inahimiza kwamba shikilia kwanza upendo ama zingatia upendo na haki. Mungu anasisitiza sana haki, justice. Kwa sababu Mungu afurahii mtu akidhulumu mwingine. Praise God. Yeye hafurahi. Na hiyo huwa inamfanya Mungu hakashirike sana kwa sababu ya watu wake kudhulumiwa, especially watu ambao hawajiwezi, yatima, wajane na watu ambao hawajiwezi kudhulumiwa. Kilio chao huwa kinamgusa Bwana. Praise God. Kilio cha hao wanyonge huwa kinamgusa Bwana. So Bwana akawa anahimiza kwamba msingatie upendo na kutenda haki na mngojee Bwana. Praise God. So for us, we have to show love to other people, to all people, and to practice justice to all people. Kuwa mwenye haki. Fanyia watu haki. Simama kwa msimamo wako. Hili tuweze kumfurahisha Mungu kama watoto wake. Lazima tuwe watu wenye upendo. Na tukiwa na upendo, haitakuwa vigumu kufanyia wengine haki. Praise God. Kile kitatufanya tukose kufanyia wengine haki ni kutokuwa na moyo wa upendo. Maana tukikosa upendo, hatuna huruma ndani mwetu. Na tukikosa huruma ndani mwetu, hatuwezi tukafanyia wengine haki. Bwana apewe sifa. So lazima tuwe watu wenye upendo ili tuweze kutimiza kile Bwana alivyokisema. Na tukifanya hivyo, tutaonesha ya kwamba tunampenda Mungu. Na tukiwa tunampenda Mungu kama watoto wake, naye Mungu atatuwekea ulinzi. Mungu atatulinda usiku na mchana. Mungu atalinda vitu vyetu. Mungu atalinda watoto wetu. Mungu atakuwa pamoja nasi. Na hakika hata ruhusu mabaya tupate. Hata kama yatatupata, hata ruhusu yatumalize. Praise God.
kwa sababu hatuwezi kusema hatuwezi tukapatwa na mabaya, tutayapata, lakini kile ninajua Bwana hataruhusu yatumalize. Bwana peusi hataruhusu haya mabaya yatumalize, kama vile kwa Ayubu Bwana alivyosimama na Ayubu. Hakuruhusu mabaya yamuondoe Ayubu, na mwisho wake Bwana akamrejeshea Ayubu vitu vyake vyote. Praise God. Tuwe wenye haki, tupende haki, tupende watu wote, na zaidi ya yote tutembee katika njia za haki kwa kumpendeza Mungu, tukiwa wanyenyekevu, tukiwa watiifu, kwa kufuata maagizo ambayo tunapewa na Mungu wetu aliye juu mbinguni, atupaye uzima na kutulinda sisi kama watoto wake. Praise God. Wacha tushukuru Mungu kwa sababu ya neno lake. Mwambie tu Bwana, ushukuru kwa neno lako. Mwambie Bwana, naomba uniumbie moyo safi ili niweze kukupendeza. Niumbie moyo safi Bwana, moyo unyenyekevu, moyo wa kukupendeza, moyo wa kukufurahisha, moyo wa kupenda kutenda yaliyo mapenzi yako, moyo wa kupenda kutenda mema kwa wengine. Mwambie Bwana, asubuhi ya leo nimenyenyekea kwako, ewe Mungu wangu na Baba yangu, wewe ambaye unipaye uzima, wewe ambaye ulinionyesha upendo kuu. Na Bwana, pendo lako kwangu Jehova linadumu milele. Ninakushukuru asubuhi ya leo, ninakuinua Bwana asubuhi ya leo, nalitukuza jina lako asubuhi ya leo. Nasema asante Bwana kwa kunionyesha wema wako. Asante Bwana kwa kunipenda. Asante Bwana kwa kunikaumia asubuhi ya leo. Ninakutukuza Mwokozi wangu, ninakuinua Jehova mfalme wa ufalme. Asante Bwana kwa kunena nami asubuhi ya leo. Baba, nanyenyekea mbele zako wakati huu. Baba, ninaomba rehema zako, yale ambayo nimetenda machoni pako yasiyo ya haki Bwana, ninatubu asubuhi ya leo, nisamehe Bwana. Yale ambayo nimetetea wengine Bwana basi kuwatendea haki Bwana Yesu, ninatubu mbele zako. Naomba Bwana unisamehe asubuhi ya leo, na unisaidie Bwana ili nikaweze kuwa mtu wa kupenda kutenda haki, nikaweze kuwa mtu wa upendo kwa wengine. Bwana nisaidie, kwa kuwa wewe ulinipenda kutoka mwanzo, unanipenda Bwana siku zote. Nami nisaidie Bwana, nipe moyo safi Bwana, moyo wa kupenda mfalme, moyo wa kunyenyekea Bwana, moyo wa utiifu Bwana, katika jina la Yesu. Asante asubuhi ya leo Bwana, ninakuinua Bwana, ninakutukuza, maana wewe ni mwema. Jina lako lihimidiwe mfalme. Asante Mungu wetu. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni mfalme mwema. Hakika Bwana umetuonesha wema wako. Tunakushukuru asubuhi ya leo. Kama kanisa, watoto wako Bwana, tumesikia neno lako mfalme, na wewe ni Mungu unapenda haki. Ee Bwana wetu Yesu Kristo, tunanyenyekea asubuhi ya leo Baba, tunaomba msamaha, tunatubu mbele zako mahali ambako Bwana hatujatenda haki, hatujakuwa tukitenda haki Bwana, tusamehe. Mahali ambako Bwana hatujatendea wengine haki Bwana Yesu, naomba utusamehe, utusaidie Bwana. Baba, tuwe watoto ambao wakutenda haki kwa wengine, tuwe watoto wako ambao tunapenda wengine, kwa kuwa Bwana Yesu Kristo ulituambia kwamba tuishi kwa upendo sisi kwa sisi, na hivyo ndivyo Bwana itadhihirisha kwamba sisi tu wafuasi wako. Baba, tusaidie ili tuishi katika pendo hilo, tuwapende watu wote Bwana, tuwapende hata maadui zetu Bwana, tuwapende hata wanaotutendea mabaya. Yesu, tusaidie, kwa kuwa umetuambia tuwapende. Tusaidie Yesu, tusaidie tukaishi katika hilo pendo. Asante.
wewe Bwana. Asante kwa neno lako asubuhi ya leo. Asante kwa kila mmoja Bwana ambaye amesikia neno lako. Wacha Bwana neno hili ukawe na baraka kwetu Baba kutoka sasa. Neno hili Bwana likatusaidie ili Bwana tukajirudie katika njia zetu Bwana, tukajirudie na kurudi katika njia zilizo salama, njia zilizo za haki Bwana, ili Baba tukupendeze kama watoto wako Baba, tukufurahishe kama watoto wako, kwa kuonesha upendo kwa wengine na kuwatendea haki na kuonesha rehema kwa wengine Bwana. Tusaidie, maana wewe ni Mungu wa rehema, wewe ni Mungu wa upendo. Asante Mungu wetu kwa kuwa Bwana utatuwezesha. Pokea sifa zote, heshima na utukufu, uinuliwe na uheshimiwe, uabudiwe na utukuzwe milele hata milele. Asante Jehova, asante Mtakatifu. Naomba Bwana asubuhi ya leo ukabariki kila mmoja Mfalme ambaye amesikia neno lako. Bwana mbariki, Bwana mbariki, Bwana mbariki. Yesu mbariki katika jina la Yesu. Yesu mwonekano, kutana na tamanio la moyo wake, hitaji lake Bwana ukamtimizie katika jina la Yesu. Naomba ulinzi kwa watu wako Bwana Yesu, ukatulinde tunapotoka, tunapoingia. Tulinde Bwana kwa kulimwengu, unawekea ulinzi kwa wanaokuamini Bwana, kwa wanaokutumikia Bwana, kama vile kwa Mungu Bwana ulimwekea ulinzi hata adui asiwezi kumfikia Bwana. Nasi tunaomba tuweke ulinzi Bwana Yesu, tusaidie, Yesu tusaidie katika jina la Yesu. Asante Mfalme mwema, asante Mungu wetu, jina lako litukuzwe na limitiwe, na ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Thank you Jesus. Amen.